Kuna watu wengi hujiuliza, kwa nini kila ninapotangaza mipango yangu mapema kabla ya wakati wake, mwisho wa siku huwa ninafeli na sipigi hatua kama nilivyotarajia? Hali hii huwatokea watu wengi sana, hasa wale wanaotangaza siri ya mipango yao kabla ya kuifanikisha. Hali hii haitokani na kufanyiwa mambo ya kishirikina tu kama wengi wanavyodhani, bali huchangiwa na sababu mbalimbali au siri mbalimbali, ikiwemo siri za kisaikolojia, kiroho pamoja na kimwili, ambazo kiukweli bado watu wengi hawazifahamu. Lakini leo tutaenda kuzungumzia siri za kisaikolojia, na siri ya tatu ndiyo hupelekea watu wengi sana kukata tamaa ya kufuatilia mipango yao ambayo walikuwa wameipanga kabla hawajitangaza. Lakini kutokana na sababu hiyo hupelekea watu hao kushindwa kutimiza malengo yao baada ya kutangaza mipango hiyo. Tafadhali kumbuka kusubscribe ili uweze pia kupata mwendelezo wa sababu au siri za kiroho na kimwili katika makala yetu ijayo. Leo nitaenda kukuelezea sababu au siri kuu tatu za kisaikolojia zinazopelekea malengo ya watu wengi sana kuishia njiani baada ya wao kutoa siri ya mipango yao kabla ya wakati sahihi kufika. Siri ya kwanza: kupata tuzo mapema bila kufanya kazi. Unapokuwa unawaambia watu kwamba nitaanza mazoezi ya gym wiki hii, ama nitaanza kuandika kitabu ndani ya mwezi huu, au nitaanza biashara ndani ya wiki hii, kiuhalisia watu lazima watakusifu, watakupongeza na watakuona tayari kama mtu wa nidhamu. Baada ya kusifiwa, akili yako itapokea sifa hizo kama mafanikio tayari yamekwishatokea. Kisaikolojia utahisi umetimiza sehemu ya lengo, hivyo hamasa ya kufanya kazi ngumu kama ilivyokuwa mwanzoni inapungua. Unakuwa shujaa kwenye mawazo tu, lakini si kwa vitendo, na akili yako inaanza kukupa matumaini ya kwamba tayari umekwisha kupiga hatua kubwa ya mafanikio kwa kile ambacho ndiyo kwanza ulikuwa umeanza kukifanya, kitu ambacho sio kweli kabisa kwa uhalisia. Hivyo unaanza kupunguza upambanaji katika malengo yako na kuridhika, hatimaye ndoto zako zinakufa kimya kimya. Na hali hii itaanza kukuathiri taratibu na kujikuta kwamba unahairisha kufanya kile kitu ambacho ulikuwa umekipanga mwanzoni kabla ya kukitangaza. Hivyo basi tuwe makini tunapokuwa tukitangaza mambo yetu na vitu vyetu kabla ya wakati wake. Sababu au siri ya pili inayopelekea watu wengi kudhorota kwa mambo yao waliokuwa wameyapanga, lakini baada tu ya kuweza wao kuyatolea siri au kuya-expose kwa watu yanafifia. Sababu ya pili ni kwamba unajijengea utambulisho bandia. Mwanasaikolojia mmoja aliyeitwa Johann Wolfgang Goethe aliwahi kusema kwamba binadamu yeyote anapotangaza mipango yake kabla ya wakati wake hujiona tayari kana kwamba ana utambulisho halisi katika mipango yake. Watu wengi huanza kutangaza mipango yao kisha wakapewa sifa, hupenda kujisemea wenyewe kwamba tayari mimi nimeshakuwa mwandishi, au tayari mimi hapa ni mfanya biashara. Lakini pia hupenda kujisemea kwamba tayari mimi ni mwekezaji, tayari mimi sasa nishakuwa mfanya biashara mkubwa sana, tayari mimi nimeshakuwa mhamasishaji mkubwa sana na kadhalika. Na hapo akili yako inaanza kuamini kwamba tayari wewe uko hivyo, hata kama haujaweka juhudi za kutosha. Na hii hukuondolea ile njaa ya kupambania mipango yako, na hatimaye taratibu mipango yako inaanza kufifia na kuzimika, na hatimaye lile shinikizo lililokuwa likikushinikiza kupambania ndoto zako linaendelea kuisha taratibu. Na hapa ndipo vijana wengi tunafeli na kujikuta tunashindwa kutimiza kusudi ya kile ambacho tulikuwa tumekilenga. Siri au sababu ya tatu inayopelekea mipango wengi kuporomoka baada ya kuizungumza kabla ya wakati wake ni kwamba ni shinikizo la kijamii linageuka kuwa mzigo. Baada ya kuwa wewe umetangaza siri nyingi sana kwa watu kwamba natarajia kufanya kitu fulani, automatically ipo siku tu watu wataanza kukuuliza kwamba aisee, vipi bwana, biashara yako inakwendaje sasa hivi? Vipi kuhusu kitabu chako, umeshaanza kukiandika au umeshakimaliza? Au watakuuliza pia, vipi kuhusu gym, bado unaenda kweli? Sasa hayo maswali yanayokuuliza kimsingi yanakudhoofisha sana kifikra pamoja na kimwili.
Ina maana maswali hayo sasa, baada ya kukupatia motisha, yanaanza kukushusha na unaanza kujihisi aibu pamoja na pressure. Lakini pia na pressure hiyo, usipokuwa makini, inaanza kuondolea ule ujasiri pamoja na kukuondoa kabisa kwenye njia yako mafanikio, au kufanya ukate tamaa kabisa juu ya mipango yako, na hatimaye taratibu ndoto zako zinaanza kufa. Kijana mwenzangu, hebu kaa leo chini na ujiulize kwamba ni mara ngapi umekuwa ukifanya makosa ya kutangaza mipango yako kabla ya wakati wake, na umekuwa ukishuhudia kwamba mara nyingi kwamba baada ya kutangaza mipango yako hiyo, ndoto zako na ile njia ya kupambania mafanikio yako imekuwa ikiisha. Najua wengi mmekuwa mkisema kwamba au nimerogwa. Hapana, haujarogwa, lakini hizo sababu 3 ambazo nimekutajia hapo juu ndio sababu ambazo kimsingi zinaweza kukufanya wewe kushindwa kutimiza malengo yako. Na hiyo sababu ya 3, yani shinikizo la jamii linageuka kuwa mzigo, ndio sababu pekee kubwa sana ambayo wengi inawatoa katika reli na kushindwa kutimiza mafanikio pamoja na malengo yao. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, leo nimekuletea sababu hizi 3 za kisaikolojia. Katika makala ijayo nitakuletea sababu zingine za kimwili, lakini pia nitakuletea sababu zingine za kiroho ambazo zinatokea tu baada ya wewe kuwa umetangaza mipango yako hiyo. Hebu tafadhali subscribe, lakini pia comment na uniambie kwamba katika sababu hizo 3 za kisaikolojia, je, unahisi kwamba ni sababu gani ambayo imeshakufanya wewe ushindwe kutimiza malengo yako yale ambayo ulikuwa umetarajia kuyapanga baada tu ya kuwa umeexpose au kuyatangaza kwa watu? Langu jina naitwa Alphonse Ndabita na hii hapa ni Alphonse Motivation TV. Tafadhali usiache kushare kwa wengine, lakini pia endelea kutoa maoni yako na Mwenyezi Mungu atakubariki sana. Mpaka wakati mwingine, chao.